Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu wapendwa, karibuni katika tafakari fupi juu ya maadhimisho ya liturujia katika kipindi cha Kwaresima. Kwaresima ni kipindi maalum kinachotuandaa kwa ajili ya kusherekea sikukuu ya Pasaka, ambao ndiyo sherehe kuu katika mwaka wa kiliturujia. Kihistoria ni katika usiku wa kesha la Pasaka ambapo wakatekumeni wanapokea sakramenti za mwanzo za kuwaingiza katika Ukristo, yaani ubatizo, kipaimara na Ekaristia takatifu. Kipindi cha Kwaresima kinaanza na sikukuu ya Jumatano ya Majivu kwa kupakwa majivu na huisha siku ya Alhamisi Kuu. Kiliturujia, majivu inabarikiwa na kupakwa siku ya Jumatano ya Majivu, lakini kwa sababu za kichungaji majivu huweza kupakwa pia katika Jumapili ya kwanza ya Kwaresima. Maadhimisho ya Ekaristia takatifu siku ya Dominika. Wakati wa Kwaresima, altari haipaswi kamwe kupambwa na maua, na pia matumizi ya vyombo vya muziki yaweza kwa ajili tu ya kusaidia katika uimbaji. Hairuhusiwi kamwe kucheza wala kushangilia wakati wa Kwaresima, lakini katika Jumapili ya 4 ya Kwaresima na wakati wa sherehe au sikukuu, watu wanaweza kushangilia. Haleluya haiimbwi kamwe wala hausemwi kuanzia mwanzo wa Kwaresima mpaka mkesha wa Pasaka. Kanuni ya imani ya mitume inaweza kutumika hasa katika kipindi cha Kwaresima na Pasaka badala ya kanuni ya Nikea. Dominika ya Matawi katika mateso ya Bwana. Jumapili ya Matawi ndiyo mwanzo wa wiki kuu. Inaleta pamoja sherehe ya Yesu kuingia Yerusalemu kwa shangwe kama mfalme na kutangaza mateso yake. Matawi hubarikiwa na waamini huandamana kuingia kanisani kwa shangwe, huku wakikumbuka kuingia kwake Yesu huko Yerusalemu. Mazingira ya kiliturujia. Rangi ya kiliturujia ni zambarau au urujuani kama ishara ya toba katika kipindi cha Kwaresima. Sanamu zote, picha na misalaba hufunikwa mwishoni mwa wiki la 4 la Kwaresima. Misalaba hubaki imefunikwa hadi mwisho wa maadhimisho ya mateso ya Bwana siku ya Ijumaa Kuu, ambapo misalaba yote hufunuliwa kwa ajili ya ibada ya kuabudu misalaba. Lakini sanamu na picha zote hubaki zimefunikwa hadi mwanzo wa maadhimisho ya kesha la Pasaka. Basi ndugu wapendwa, asanteni sana. Nawatakia Kwaresima njema na Mungu awabariki kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina.